msingi uliowekwa tangu awali ya mwanadamu kuokolewa na kumrudia Mungu kwa njia ya kweli ni Yesu peke yake. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo imesahaulika, lakini ni jambo lenye kipaumbele kuliko yote. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena. Around the corner, Jesus coming. Around the corner, Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready, be ready. Jesus coming. Be ready, be ready. Ni furaha yangu mpendwa, Mungu ametuwezesha tukutane tena. Ni kipindi cha Yesu yuaja. Tunasherekea katika msimu huu kumbukumbu ya kukamatwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo alipojitoa kama dhabihu na sadaka kwa ajili yetu, ili sisi tupate ujasiri kwamba siku moja atakaporudi tuingie uzima wa milele. Tunajua kwamba tangu wazazi wetu walipoanguka tukatengana na Mungu, kila mmoja wetu tungependa kujua na kuwa na uhakika ya uhusiano huo na urejesho wa uhusiano na Mwenyezi Mungu. Ningependa kwa kipindi cha leo tunapozungumza juu ya kazi hii ya Yesu Kristo, tujikumbushe uhakika ya kwamba kweli Yesu atakapokuja nitapata nafasi ya kuingia mbinguni. Ni kwa nini tunaweza kuwa na uhakika na ujasiri ya kuingia mbinguni? Ujasiri wetu tulio nao ni kwa sababu ya damu. Nitajaribu kueleza leo ya kwamba tangu mwanadamu alipoanguka, damu imetumika kutengeneza uhusiano katikati ya mwanadamu na Mungu. Damu ya kwanza tunaangalia katika lile tunaloliita Agano la Kale. Ilikuwa ni agano iliyofanywa kwa damu. Haingedumu kwa muda mrefu, lakini hata hivyo, kwa muda ambao damu ilitumika, dhambi iliondolewa angalau hata kwa muda. Mwandishi wa Biblia, kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 22, akasema kwamba inaonekana kwamba vitu vyote vilitakaswa kwa damu. Alafu akasema kwamba na pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Kitakachoweza kumzuia mwanadamu asiingie mbinguni ni dhambi, kwa sababu dhambi iliingia katikati ya mwanadamu na Mungu, na dhambi ikamfanya mtu atengane na Mungu, na dhambi itafanya mtu asiingie mbinguni Yesu atakapokuja. Kwa hivyo kama tutaingia mbinguni Yesu akikuja, lazima tuhakikisha kwamba tumetenda jambo juu ya dhambi, na dawa ya kuondoa dhambi ni damu, kwa sababu pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Adam na Hawa walipoanguka na kutenda dhambi, wakatoroka wenyewe hata pasipo Mungu kusema jambo. Wakajiona kwamba wao ni uchi, wakajishonea matawi ya mti yasiyokuwa na damu. Mungu bado alipokuja kuwaona, haikuwezekana awaone kwa sababu bado dhambi iliwazuia wasimuone Mungu.
Biblia inatuambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21 kwamba Mungu akashona nguo kutoka kwa ngozi. Maana yake ni kwamba kuna mnyama aliyekufa, Mungu akawafunika na ngozi ya mnyama. Hapo tunaona kwa mara ya kwanza kitu kilikufa ili mtu apone. Alama ya damu ya kuondoa dhambi ni kwa sababu Mungu alipotoa hukumu akasema kwamba mtakapotenda dhambi mtakufa. So kwa rehema na neema na upendo wa Mungu alisababisha kitu fulani kikufe kwanza, akitengeneza njia ya wokovu kwa ajili ya mwanadamu. So unapoona damu inapomwagika inaashiria kwamba kuna kitu kimekufa. So kumbe katika agano la kale, agano la kwanza, ilibidi kitu fulani kife. Ndio maana yake Mungu akachinja mnyama. Mnyama alipokufa, damu ilipomwagika, Mungu aliahirisha kwa kipindi kifo cha mwanadamu. Akaanzisha kwamba ili mwanadamu akubalike mbele za Mungu, atamchukua mnyama na atachinja na atamteketeza, na moshi itakapotoka na kupaa kwenda mbinguni kwa mnyama aliye safi, na mtu anapotaja makosa aliyoyatenda, dhambi alizozitenda, kumbe moshi ya kutoka kwa mnyama aliyekufa pamoja na unyenyekevu ya mwanadamu, yule mnyama aliyekufa aliahirisha kifo cha mwanadamu angalau kwa muda. So ilihitajika mara tena na mara tena mtu afanye kitendo hicho cha kumuua mnyama kwa ajili ya dhambi zake na kwa ajili ya uhai wake. Ndiposa tunaona pia kwamba wanadamu walipoongezeka na kujaa dunia, wakawa wengi, dhambi bado ilikuwepo, kwa sababu kulikuwa ni kipindi mwanadamu ametoa dhabihu alafu ametenda kitu. Kuna kipindi ambapo bado hujarudi mbele za Mungu kutubu, dhambi iliongezeka duniani. Adui akapata nafasi ya kupanda mbegu mbaya zaidi katika ulimwengu. Ilipofika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, kumbe dunia yote ilikuwa imeharibika, na mbegu ambayo ilikuwa duniani ikawa mbaya kiasi kwamba Mungu alijuta kwa nini alimuumba mwanadamu. Aliposhuka kutoka mbinguni, bado alimkuta mtu mmoja kwa jina Nuhu ama Noa, aliye bado weka hazina na ahadi na agano la kale la kumchinja mnyama aliye safi mbele za Mungu. So Mungu alipokasirika na alipokata shauri ya kwamba atamwangamiza mwanadamu, kuangalia chini akampata Noa. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, Noa akapata kibali machoni pa Mungu. Alipopata kibali, Mungu akamwambia, sasa Noa, angalia, hawa watu wote wameharibika, hakuna hata moja aliye safi. Nitawaangamiza wote, lakini wewe nitakuhifadhi. Siri ni hii, nitaangamiza dunia kwa kutumia gharika na maji. Nitafagia wote walio na uhai wanaoishi katika dunia, lakini wewe nitakuhifadhi kwa kutenda tendo hili, kwa sababu unakubali kunitii. Jenga safina. Jenga safina kubwa. Mungu akampatia kipimo cha safina na namna itakavyojengwa na namna itakavyowekwa lami ili maji isiingie ndani. Na kwa kipindi chote cha muda wa miaka 120, Noa aliposhughulika kujenga, alihubiri pia na kuambia watu, tafadhali tubuni, tumetenda dhambi mbele za Mungu. Na kwa sababu watu walikuwa wameharibika anyway, hawakutubu, hawakumrudia Mungu, kwa hivyo Mungu alilazimika kutimiza hukumu yake kwa sababu mwanadamu hakutubu. Noa akajenga safina, mwishowe gharika ikashuka,
Mwishowe watu wakaangamia. Baada ya gharika, Noa pamoja na meli yake walipotua ardhini, Noa alipotoka, jambo la kwanza alitenda kama vile imeandikwa katika Mwanzo sura ya 8 kuanzia 20 mpaka 22, akatoa dhabihu kwa mmoja wa wanyama waliokuwa safi ndani ya meli. Alipotoka nje, akajenga madhabahu, na katika madhabahu akatoa sadaka ya mnyama aliyekufa kwa kushukuru Mungu. Hapo pia tunaona damu ilimwagika, na ni mahali hapo ambapo Mungu alipopata harufu ya mnyama aliye safi kule mbinguni, akamzungumzia Noa, akamwambia kwamba sitaangamiza dunia kwa maji tena. Hapo ndipo akaleta alama ya upinde, akaanzisha agano lingine naloliita agano la Noa, la kusema Mungu hataangamiza dunia na maji tena, kwa sababu Noa alijua na katoa dhabihu iliyompendeza Mungu. Miaka ikaenda, watu wakaongezeka, lakini kwa sababu tuna asili ya dhambi, bado dhambi iliongezeka. Adui alifika na akawadanganya wengine, na watu walipotea. Bado wakabaki watu, mabaki ya watu. Kila wakati kuna mabaki ya watu. Hata dunia ikiharibika, kuna mabaki ya watu ambao ndani ya mioyo yao inasalia kumjua Mungu. Katika Uri ya Wakaldayo, nchi ya Iraq ya sasa, katokea mtu mmoja ambaye alimjua Mungu wa kweli katikati ya watu walioabudu sanamu. Nina hakika ya kwamba huyu mtu alijua namna ya kutoa dhabihu mbele za Mungu katikati ya nchi za kigeni. Mungu akaona kwamba nitambariki huyu mtu, lakini sitambariki katikati ya waabudu sanamu. Nitamtoa, nimpeleke, nimpe nchi, nimpe mali, nimpe mahali ambapo ataniabudu. Jina la huyu mtu akaitwa Ibrahimu. Mungu akamtokea, akamwambia kwamba utoke wewe sasa na uende katika nchi nitakayokuonyesha. Ibrahimu akatii na akatoka na akaenda. Ajabu ni kwamba Ibrahimu alipofika hiyo nchi, Mungu akamwambia, basi hiyo nchi nilikuambia ukiwa katika Uri ya Wakaldayo ndio hii iliyo mbele yako. Mahali ambapo unatazama na macho yako, mahali ambapo unaona, nchi hiyo nimempa wewe. Nimekupa wewe na uzao wako. Nitabariki anayekubariki, nitalaani anayekulaani. Ibrahimu alipopata nafasi ya kuongea na Mungu, kwa kweli alijenga madhabahu 4 katika hiyo nchi. Madhabahu ya kwanza akajenga Shekemu. Nasoma katika Mwanzo 12 kuanzia mstari wa 6 mpaka 7. Alipoongea na Mungu, kitu cha kwanza cha kufanya ni madhabahu, na akatoa dhabihu ya kuchinja. Damu ikamwagika ili agano lake na Mungu katika nchi mpya ipate kufanyika. Baada ya hiyo akasonga tena mpaka mahali pengine paitwa Betheli. Tena Mungu akaongea na yeye pale Bethel pia. Katika aya ya 8 tena Ibrahimu akajenga madhabahu ingine. Akasonga mbele, tunapofika katika Mwanzo hiyo 13 kuanzia mstari wa 18, akafika mahali paitwapo Hebron. Bado pale alizungumza na Mungu na akajenga madhabahu ya 3, agano la 3, na mwishowe agano la mwisho, Mungu mwenyewe baada ya kumpa mtoto aitwaye Isaka, mwana wake wa pekee, mwana wa ahadi. Alikuwa na wana wengine, lakini mwana wa pekee, mwana safi, mtoto wa ahadi, Isaka. Mungu akamwambia kwamba huyu mtoto nilikupa katika uzee, mahali ambapo hakuna kitu kingine kilikuwa kimebaki na huyo mke Sara. Tafadhali umtoe yeye kuwa dhabihu ya kuteketezwa. Ibrahimu akamtii Mungu, na ni agano la 4
Akamwambia umpeleke huyu mtoto mpaka mlima wa Moria, umtoe yeye kuwa sadaka ya kuteketezwa. Ibrahimu alipotii na kaenda pamoja na Mungu mpaka mlima wa Moria, alipokuwa tayari kumtoa mtoto wake kwa dhabihu, Mungu akamwambia imetosha, nimejua unanipenda na uko tayari kunitii. Kumbe katika ramani hiyo na mbegu ya Ibrahimu aliyechaguliwa kuwa ndiye mbegu ya mwanamke atakaye mponda kichwa cha adui, kumbe tunaona ramani kubwa ya ukombozi ya mwana kondoo, mwana wa pekee wa Mungu. Bwana akamwambia kwamba usimuumize kijana yako, nimejua unanipenda, na Mungu akampatia mwana kondoo mwingine ambaye alitoa, ama kondoo mwingine aliyetoa badala ya mtoto wake. Hapo ndipo mara ya kwanza tunaona kwa uwazi picha ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hata hivyo wana wa Ibrahimu wakaongezeka baada ya Isaka, Yakobo. Baada ya Yakobo watoto 12 wakaingia Misri, wakaongezeka miaka 400 wakiwa watumwa baadaye katika nchi ya Misri. Ikawa lazima wakombolewe. Mungu akamwinua mmoja wa watu atakaowaokoa hawa watu, jina lake Musa. Kwanza Musa alifikiri angeweza kuwakomboa wana wa Israeli kwa nguvu zake. Akapigana, akampiga Misri mmoja, lakini hiyo ikaleta tabu badala ya kuleta suluhisho. Wakati mwingine tunajaribu kwa nguvu zetu kumfikia Mungu, kujikomboa, kumbe inatuletea tabu. Watu wengine wamejaribu kumwendea Mungu kwa nguvu zao, wamejaribu kumsaidia Mungu. Tafadhali, hatuwezi kumsaidia Mungu, kazi zetu haziwezi. Musa alifikiri angewaletea watu ukombozi kwa kazi ya mikono yake, kumbe hiyo ikamfanya yeye akatoroka. Akaenda jangwani, akakaa huko miaka kadhaa, yanapita labda hata yafika 40 kama Biblia inavyotueleza, akiwa anachunga kondoo za mtu alikuwa mgeni kuhani huko anaitwa Jethro. Mungu akamtokea akamwambia, wewe unafanya nini hapa? Nilikuchagua wewe kwa njia ya ajabu. Sasa nimesikia kilio cha watu wangu kule Misri. Nitakutuma wewe uende huko, uende uwakomboe. Bila shaka kosa alilofanya kwa kujaribu kumsaidia Mungu bado lilikuwa limebaki katika kichwa chake. Akashangaa, nikifika pale najipeleka peke yangu niende niwekwe gerezani. Lakini Mungu akasema, nimeongea na wewe. Na Mungu aliongea naye kwa njia ya ajabu tunavyojua, kwa kichaka ambacho kilikuwa kimeshika moto na kiuingui, na sauti ya Mungu ikatoka pale. Musa akatii, akaenda akafanya ishara 9, ishara za ajabu tu, lakini hakuna ishara hata moja iliyowatoa wana wa Israeli kutoka Misri. Ishara moja ilikuwa alitupa fimbo ikawa nyoka. Wachawi nao wakatupa fimbo vikawa nyoka. Nyoka ya Musa ikameza nyoka ya wachawi wa Misri. Bado hiyo haikukomboa wana wa Israeli. Hii pia inatuonyesha alama ya pili kwamba hatukombolewi kwa ishara na miujiza. Kama ishara na miujiza ingeleta ukombozi, Mwokozi wetu Yesu Kristo asingehitajika kuja hapa. Akafanya ishara yote 9. Ingine alileta chawa, ingine alileta vyura, ingine alifanya maji kuwa nyekundu, ingine ilikuwa ya ngano kupigwa na mawe na kadhalika. Lakini zote 9 hazingeweza kuleta ukombozi kwa wana wa Israeli. Siku moja Mungu akamwambia Musa katika kitabu hicho cha Kutoka 12, mtachukua mwana kondoo, mtamchinja mkiwa mmejifungia ndani ya nyumba kila familia. Mchukue damu ya mwana kondoo, mpake miimo ya milango yenu. Kamwambia kwamba tarehe hii ya leo ndio itakuwa tarehe ya kwanza yenu, kwa maana mtakombolewa.
na itakuwa siku maalum. Mkiwa ndani mkikula, mkule kama mmejifunga tayari kuondoka. Tayari kuondoka. Kwa damu ya mwana kondoo mjifunge mkiwa tayari kuondoka. Kwa sababu malaika wa uharibifu atapita hapa usiku wa leo, na mzaliwa wa kwanza wa kiumbe chochote kilicho hai kilicho na damu kitakufa, isipokuwa nyumba ambayo damu ya mwana kondoo itaonekana kwa mlango. Ikawa ni siri kubwa, mwanzo wa Pasaka, mwanzo wa wakati huu ambapo sasa sisi tuko tukikumbuka na kusherekea. Mwanzo wake ulikuwa mwanzo wa ukombozi wa Misri. Ukombozi katika Misri haikufanyika pasipo umwagikaji wa damu ya mwana kondoo. Pasaka ikaanzishwa, Musa akaambiwa kwamba itakuwa sherehe ya kila wakati. Kwa wakati kama huu wa mwaka mtakumbuka jambo hili siku zote, hata mkiingia nchi ya ahadi. Sherehe ya Pasaka, ya Passover, itakuwa sherehe ya kukumbukwa. Sina muda wa kutosha kuonyesha kwamba hata manabii wale waliokuja baadaye, baada ya Musa, waliendelea na sherehe hii ya kuchinja mnyama na kutengeneza madhabahu ya umwagikaji wa damu ya mnyama. Mfano mwingine mzuri ni nabii Elia aliyeita moto kutoka mbinguni. Manabii wa Baal walijaribu kupendeza miungu yao hata kwa damu yao wenyewe. Walijua kuna siri katika damu. Walijaribu kumwaga damu yao hata wenyewe. Haikukubalika na miungu yao haikujibu maombi. Elia alipojenga madhabahu yaliyokubalika, Biblia inasema kwamba ni madhabahu ya Mungu ilikuwa imeharibika. Maana yake ni kwamba kumbe hapo mahali Elia alienda palikuwa na madhabahu, ila tu ilikuwa imeharibika, ilikuwa imetumika vibaya. Elia alirejesha madhabahu ya kweli. Labda kwa wakati tunapoishi sasa, tukiangalia mambo yanayofanyika duniani, mahali pengine hata katika mahali pa ibada, ni madhabahu ya aina gani inatumika? Madhabahu mengine ni ya wale wanaoabudu sanamu. Wanajaribu kwa namna yote kujitoa, wanamwaga pesa pale, wanamwaga hata damu yao wenyewe, lakini haileti suluhisho, haileti jibu kwa maisha ya watu wengine. Labda majibu mengine ni ya muda mfupi tu, haina jibu ya Mungu wa kweli. Labda ni majibu ya miungu. Naangalia pia kwamba palipo na wale walio na madhabahu ya kweli kama Elia ambao wanaomba Mungu, wanazimisha nguvu ya madhabahu ya kawaida. Ndio maana yake unaona wakati mwingine watu wanahangaika katika nchi, watu wanahangaika katika taifa. Tunajaribu kusuluhisha mambo yaliyoharibika kwa sababu madhabahu yaliharibika. Alafu unakuta watu wanapiga kelele. Mara tunatumia madhabahu ya mtandao, tunatumia media, social media, tunakashifu, tunalaani, lakini bado tabu inazidi. Tabu juu ya tabu, shida juu ya shida, matatizo juu ya matatizo, njaa juu ya njaa, kifo juu ya kifo, matatizo juu ya matatizo, kilio juu ya kilio, maombolezo juu ya maombolezo, kwa sababu madhabahu ya kweli yalivunjika. Mtumishi wa kweli Elia alipopata nafasi ya kujenga tena madhabahu ya Bwana, baada ya hiyo akamtoa mnyama aliyependekezwa kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu. Baadaye akaambia watu ya kwamba mwagieni maji, msifikirie kwamba nimeweka moto mahali. Wakamwaga maji, wakajaribu kuizuia. Matendo ya wanadamu haiwezi kuzuia Mungu wa kweli anapofanya kazi. Elia baada ya kufanya kazi hiyo na kumchinja yule mnyama, alisimama na kunena maneno machache na kusema kwamba
Mungu, na ijulikane leo. Kumbe hata madhabahu yakiwa safi, si lazima hata wewe mwenyewe uweke moto. Moto unashuka kutoka mbinguni. Leo hii katika kanisa la Bwana, tunaposubiri Yesu Kristo arudi, madhabahu yakiwa safi, moto wa Roho Mtakatifu anashuka na kufanya kazi. Kwa nini mara nyingine tunahangaika hata katika makanisa? Kwa nini mara nyingi tunahangaika hata katika matendo yetu? Ni kwa sababu moto wa kweli unaowakishwa na Mungu haipo tena. Mara nyingine tunajaribu kuwakisha moto sisi wenyewe. Madhabahu ya kweli kama madhabahu ya Elia, moto yake inashuka kutoka mbinguni. Tunapopata nafasi ya kujenga madhabahu mazuri kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu, kumbe moto anashuka. Madhabahu haya ambaye Elia alijenga, kwanza alijenga kwa ajili ya Mungu wa kweli, kwa makusudi ya kweli ya watu kujua Mungu wa kweli. Madhabahu ya kweli yana makusudio ya kweli. Hayajengi mwanadamu, hayajengi dhehebu, hayajengi muondoko ya watu. Inamuinua Mungu Jehova aliyeziumba mbingu na nchi. Madhabahu yeyote isiyomuinua Mungu husitaraji moto wa mbinguni ionekane. Elia alipojenga madhabahu ya kweli yaliyo na ujumbe wa kweli kwa ajili ya Mungu wa kweli, moto ulishuka kutoka mbinguni. Nashukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu haya ya mlima wa Karmel, kwa sababu mpaka leo hii wengi wetu tumejengwa kwa imani inayosema kwamba na ijulikane ya kwamba wewe ndiwe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Na leo hii tunapomwabudu huyu Mungu wa Elia, aliye Mungu wa Musa, aliye Mungu wa Ibrahimu, aliye Mungu wa Noa, aliye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, imani yetu inajengwa. Na ndiposa tunajua kwamba katika imani hiyo, kwa madhabahu haya ya kweli, ndio tuna imani na ujasiri ya kwamba barabara yetu ni sawa, na siku moja mwisho wa safari hii tutaenda huko mahali ambapo Yesu aliyeonana na Musa na Elia alienda. Madhabahu yako ni madhabahu gani? Ningependa kuahirisha kipindi hiki kwa leo. Tukutane tena kwa mwendeleo na fululizo wa somo hili kwa kipindi kijacho, nikiuliza, je, unajua madhabahu ya kweli yanayomwabudu Mungu wa kweli? Baba, katika jina la Yesu Kristo, siri hii ni kubwa, na naomba kwamba utufunulie macho zaidi na zaidi, na ijulikane ya kwamba wewe Mungu Yehova Hashem Adonai, Mungu wa kweli uliyeziumba mbingu na nchi. Tenda ishara na miujiza kukomboa wanadamu wako. Ujidhihirishe kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki. Tunaokoka kwa sababu dunia si kwetu. Yesu yuaja tena.